Taarifa nzito ambazo sasa hivi zinaendelea kuhusiana na vita kati ya Irani, Israel na Marekani ni baada ya Irani kulipiza na yenyewe mashambulizi ambayo Israel inaonekana kuanza kushambulia vinu sehemu ya kutengenezea vinu vya nyuklia kule Natanz, na sasa hivi Irani kuonekana ikijibu huko Israel na madhara yameonekana kuwa ni makubwa sana. Pengine hasa Kombo, tuambie katika hili, hasa hizi taarifa zina undani wa kiasi gani na zina ukweli wa kiasi gani hasa? Hayo ni kweli na yalitokea jana usiku na jioni pia katika maeneo yale ya Israeli, ambapo eneo la Dimona ambako kuna facility nyingi ambazo zinahusishwa na nyuklia kwa upande wa Israeli zilishambuliwa vilivyo na Irani, jambo ambalo lilisababisha destruction ama uharibifu wa kutosha na kuacha vinywa wazi kwa na viongozi wao, jambo ambalo limemchachafya hasa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na kuona kwamba anaonewa, hali ya kuwa yeye ndio wa kwanza kuyafanya hivyo. Na vile vile haya yanatokea baada ya Rais Donald Trump na hata wao wenyewe wa Israeli kudai kuwa Irani hana tena uwezo wa kufanya mashambulizi yoyote. Ni cha kushangaza, jana, leo, hata usiku huu leo pia jioni Irani pia imefanya mashambulizi ya kutisha, jambo ambalo inaonekana kuwa kadri vita inavyozidi kwenda Irani ndio anazidi kuwa na power. Sasa wanajiuliza hii inatokana na nini, hali ya kuwa katika siku ya kwanza kabisa walifanya mashambulizi na kudai kuwa wamedhoofisha miundombinu mingi ya kijeshi ya Irani, lakini kadri siku inavyozidi kwenda wanashangaa kuwa nguvu ile ya Irani kushambulia inakuwa kubwa zaidi. Lakini Kombo, tumeshuhudia waziri mkuu wa Israel huyo Benjamin Netanyahu akizungumza kwamba akiomba viongozi wa nchi mbalimbali kuungana na Israel na Marekani kupambana na Irani, akidai kuwa wanashambulia maeneo ya raia. Pengine hasa kwa nini Netanyahu anazungumza maneno haya? Waswahili wanasema ni mfamaji haishi kutapatapa. Ukiangalia mlolongo mzima wa Israeli, hasa wakati huu wa Netanyahu, amefanya destruction ya kutosha kule Gaza. Ameharibu karibu 90% ya majengo ambayo yapo Gaza, na mengi ni makazi ya watu, hospitali, shule, na ameua zaidi ya watu takribani 70 na wengine hawajulikani walipo, na ameacha Gaza ikiwa magofu, na siku nyingine walikuwa wanashambulia hadi matenti kupitia mabomu. Unaona vile ambavyo mkuki ni kwa nguruwe, ila kwa binadamu inakuwa ni mchungu, Waswahili wanasema. Kwa sababu ikiwa kama wewe unalalamika Irani anapiga maeneo ya raia, lakini wewe umefanya hivyo Gaza, umefanya hivyo Lebanoni na maeneo mengine, na hata mwanzoni kabisa alivyoanza vita alishambulia shule ya wasichana wadogo takribani 180 waliouawa, na mpaka hivi kifua kutoka Irani takribani vifo vimefika 1000, lakini wenzao wao hawalalamiki. Yeye ndiyo analalamika, aliyakuwa yeye ndo ameanza hiyo vita. Na swala la kusema kuwa anawaomba viongozi wa nchi mbalimbali waungane na yeye na Marekani kwenye kuishambulia Irani, bado inaleta taswira kuwa mambo ni upande wao, japokuwa inaweza kuwa ni kauli ambayo inatumika kama silaha kwenye vita ili kumzubaisha adui yako, kuona kwamba amekuelemea ili adilei ama abweteke kwenye kushambulia. Lakini vile vile kwa upande mwingine mimi ninavyohisi ni kweli maji yamezidi unga, kwa kuwa kiuhalisia Israeli hamwezi Irani. Yaani tungesema kama ingekuwa ni masumbwi ama ni ugomvi huu wa mtaani, tungesema Marekani akae pembeni, nchi za Ghuba zikae pembeni, halafu wazipange watu wawili, Iran na Israeli. Uhalisia Israeli hamwezi Irani, lakini jambo ambalo linafanya sasa atake kuomba msaada kwenye mataifa mengine ili madi apate
apate support kwenye kuiharibu Irani. Lakini kwa miaka ya sasa ni ngumu sana ukitofautisha na miaka ile walivyofanya labda Marekani walivyofanya Iraki. Aliomba NATO na mataifa mengine jirani pale ya Ghuba walishirikiana kwenye kumdondosha Saddam. Hata Libya kule alitumia NATO na mataifa jirani ya Kiarabu kumdondosha Gaddafi. Lakini kwa miaka ya sasa hivi nchi nyingi zimeelimika kama zimezinduka, na raia wa nchi hizo huwa wanazitishia serikali zao ama wanazikalia koni serikali zao kwa kutaka tekeleza haya ambayo yanasemwa na Marekani na Israeli. Ukiona mfano mzuri ni pale Spain, ambao wao walisema kabisa sisi hatutoshirikiana na Marekani na Israeli kwenye kuishambulia Irani, na tutaendelea kusimama na Irani na Palestina. Na hata jioni hii nimeona taarifa kutoka Denmark, serikali ya Denmark imesema pia haitakuwa upande wa Marekani na Israeli kwenye hiyo vita. Kwa hiyo unaona kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda serikali nyingi duniani zinazinduka kutokana na mipango ya Marekani na Israeli. Lakini ukiacha kwamba wameshambuliana sehemu hizo za nuclear, lakini kwa upande mwingine tumeona namna gani ambavyo Israeli pia imeshambulia kule Lebanoni, kwenye daraja muhimu kusini mwa Lebanoni la Kasmuya, linalounganisha miji inayozungukwa na mto wa Litani, na huwa linatumika zaidi na kundi la Hezbollah kwenye uwanja wa vita dhidi ya Israel. Pengine hasa Israel kushambulia eneo hilo huko Lebanoni, hasa kimkakati wa kivita sasa iko vipi hasa? Kwa upande mwingine hiyo inaweza kuwa ni njia ya kama nilivyosema kwenye pointi iliyopita, kuwa Israeli inaonekana maji yamezidi unga, sababu Hezbollah mara nyingi huwa hawana ndege labda helikopta, ila wanatumia drone nao na magari pamoja na vifaa vingine vya kijeshi. Kwa karibu lile daraja ambalo ni la muhimu pia linaunganisha maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanoni, ni miongoni mwa njia ya kupunguza yale mashambulizi ya Hezbollah, kwa sababu Hezbollah mara nyingi wanatumia ardhi kwenye kupambana, na kuharibu hilo daraja yaweza kuwa ni sababu ya Israeli kuona kama atazidiwa pia pande nyingi, kwa sababu huku Irani anashambulia, kule juu kaskazini Lebanoni yani Hezbollah wanashambulia. Kwa hiyo ukisema uruhusu mashambulizi yote kwa wakati mmoja, inaweza ikawajia vigumu Israeli, na ndio maana wameamua kuharibu hilo daraja ili kupunguza kasi ya vita hasa kutokea kule kusini mwa Lebanoni na kaskazini mwa Israeli. Lakini kwa sasa, kwa kumalizia, hasa nchi za Kiarabu zimemuonya Trump asije akashambulia miundombinu ya Irani, hasa umeme. Kufanya hivyo patahatarisha zaidi usalama wa nchi za Ghuba. Pengine pia tuliona namna gani ambavyo nchi zingine pia zimepata wasiwasi kutokana na namna ambavyo Marekani imeshindwa labda kuwapa ulinzi ule ambao walistahili. Ukiangalia Irani imekuwa ikishambulia pia. Pengine hasa kauli hizi za nchi za Kiarabu hasa kwa Marekani zinamaanisha nini hasa? Hivyo tunaona kwamba kwenye wiki iliyopita kama sio kusema Israeli na Marekani wanafanya mashambulizi kwenye kiwanda ambacho ni miongoni mwa viwanda vikubwa vinavyotumika kuzalisha gesi duniani kote pale Irani. Lakini baada ya hilo tukio kutokea, nchi za Ghuba zilijutia, maana usiku wake Irani ilishambulia Katari kwenye miongoni mwa facility zake za kuzalisha gesi, ikashambulia kama sio na Emirates kule, na madhara yalitokea makubwa mpaka Katari ilitangaza kuwa imetoka kwenye uzalishaji kwa muda kutokana na mashambulizi ya Irani. Kwa maana hiyo basi Irani ilishasema tukiendelea kutushambulia basi hawa mapartner wenu ama marafiki zenu wataendelea kulia. Kwa hiyo walishajifunza kwenye wiki iliyopita, na ndio maana wanaomba ama wanatoa warning kwa Marekani na Israeli wasije kushambulia maeneo yale muhimu zaidi kwa Irani, kwa sababu ukishambulia huko itakuwa unampa hasira zaidi na wao kushambuliwa na kupata madhara zaidi. Na ukilinganisha nchi za Kiarabu nyingi hasa hizi ambazo zipo kwenye mvutano kwa wakati huu, ukitofautisha zile nchi za Iraki,
Syria labda na hizo Lebanoni na Yemen, kwamba hizi zilishazoea kukaa kwenye migogoro, lakini hizi zilizopo sasa hivi ambazo zipo kwenye hii migogoro wa sasa hazijawahi ama hazija ku experience hii ama hii hali ya hewa ambayo kwa hivi sasa inaendelea. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda na mgogoro unavyozidi kwenda, mambo yanawakuwa yanawavia vigumu kwa namna moja ama nyingine, na ndio maana wanatahadharisha, jamani, hala msije mkamchokoza zaidi jamaa, kwa sababu yeye hajali, anashambulia kule kwenye thamani zaidi, na matokeo yake nyingi za Kiarabu zinaweza zikashuka kwenye uchumi. Kombo, nikushukuru sana kwa maelezo yako hayo mazuri, na tuendelea pia kukupigia tuweze kupata taarifa zaidi. Shukrani sana. Asante sana.